Sura ya kwanza tutaanzia mstari wa 27. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 21. 27. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 hadi 28. Biblia inasema, tuanzie mstari wa 26 ndo tutaelewa zaidi na tutataka kumjua mwanamke ni nani hasa. Biblia inasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijenge nchi, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kwamba nataka kuzungumza kwa habari ya mwanamke ni nani. Unajua, wakati mwingine usipojua wewe ni nani, au ukawa unafanya mambo fulani ukawa unafikiri kwamba ni kwa sababu tu unafanya kwa bahati mbaya. Hapana. Lakini leo ninataka kukuambia kwamba wewe kama mwanamke ni kiumbe mmojawapo, au naweza nikasema mwanamke ni miongoni mwa watu walioumbwa na Mungu. Na niseme tu kwamba mwanamke sio, unaweza ukafikiri kwamba labda mwanamke ni kipande fulani. Ukisoma kwenye hii sura ya pili, kwenye hii sura ya kwanza utakutana kwamba Mungu akachukua ubavu kutoka kwa mwanamume. Yaani naweza nikasema hivi, huyu mwanamke aliumbwa tangu Mungu alivyotamka neno. Alikuwepo. Lakini tuliumbwa sawa sawa na mpangilio Mungu aliyokuwa amekusudia, na kila mmoja kwa nafasi yake. Naweza nikasema mwanamke ni mtu aliyeumbwa sawa na Adamu siku moja, isipokuwa katika kuonekana alikuja kuonekana baada ya mwingine kuonekana. Lakini mwanamke ni mtu kamili. Naweza nikakwambia kwamba mwanamke alitoka mbinguni siku moja wakati Adamu anatoka mbinguni. Mwanamke, Biblia inasema Mungu alipomuumba Adamu alimpulizia pumzi ya uhai, akawa mtu. Biblia inasema hivyo, akawa nafsi hai. Lakini katika ulimwengu wa roho mwanamke alikuwepo. Naweza nikasema huyu Adamu alipoonekana siku ile ya kwanza alipoonekana, alionekana pamoja na huyu mwanamke ndani yake. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wawili. Nisikilize vizuri utanielewa kidogo. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo ni hatari sana, hata kama unayafanya unaweza ukawa unaenda kinyume na uumbaji wa kimungu bila kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposema hivyo, mara baada ya hapo Mungu akataka kumdhihirisha huyu mtu ambaye ni mwanamke katika ulimwengu wa damu na nyama. Lakini hapa Biblia inasema aliwaumba, aliwapa majukumu waweze kufanya kwa wakati sawa, isipokuwa kila mtu alitokea kwa wakati wake. Na kwa nini Mungu alikusudia mwanamke atokee kwa wakati mwingine kuliko ule wakati wa mwanaume? Ni lazima Mungu alitengeneza mpango kati ya hawa wawili wasiingiliane. Ni lazima awepo mwingine ambaye atakuwa chini ya Haleluya. Atakuwa chini ya. Lakini haimaanishi kwamba huyu mwingine ni mnyonge kuliko mwingine, hapana. Kwa hiyo mwanamke ni miongoni mwa watu, au ni miongoni mwa mtu aliyeumbwa na Mungu mwenyewe
kwa kusudi kamili na kwa mipango yake kamili katika huu ulimwengu. Na ndio maana ukitaka kujua huyu mwanamke alikuwa amekusudiwa toka mwanzo, ukisoma Biblia katika hiki kitabu cha Mwanzo utagundua imefika wakati Adamu amepewa kazi kuifanya, na mara baada ya kuifanya ile kazi Mungu akagundua huyu mtu bado hajakamilika. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba mwanamke aliumbwa maalum kwa ajili ya kukamilisha mpango wa Mungu chini ya jua. Sio, umenielewa? Mwanamke aliumbwa maalum kwa ajili ya kukamilisha mpango wa Mungu chini ya jua. Na ndio maana kuna mambo mengine kama mwanamke hayupo hayawezi kufanyika na hayatafanyika milele. Sio, unanielewa? Na ndio maana ni hatari sana kwa wale ambao wanajaribu kuondoa uumbaji wa kimungu kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano hao wanaojaribu waliokuwa wanaume wanajaribu kuwa wanawake, wanakosea sana, wanamkosea Mungu. Japo dunia inasema eti haki za kibinadamu, sio haki za kibinadamu. Huwezi ukafanya hivyo, maana utakuwa umekimbia majukumu yaliyokuhusu, ukakimbilia majukumu ambayo sio yako. Na Mungu anachukia. Na mwanamke ikafika mahali unakuwa ni wale wadada wanaojifanya wanaume. Sio, unanielewa? Wanakosea kwa sababu wanakimbia majukumu na hicho ndicho kitakachowafanya watenda hayo mambo wahukumiwe na Mungu, kwa sababu wamekimbia majukumu waliopewa na Mungu kiuumbaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomwangalia mwanamke tunagundua kwamba bila mwanamke kuna mambo hayawezekani kabisa. Kabisa, kabisa. Kuna mambo hayawezekani kabisa. Mtu mwingine unaweza ukafikiri kwamba au labda ni kwa sababu ya kuzaa. Sio hilo tu. Hilo ni miongoni ambalo ni amri aliwapa. Kwa mfano, kitabu ambacho tumesoma hii sura ya kwanza mstari wa 28 anasema zaeni mkaongezeke. Maana yake ni wote walipewa hili jukumu, mwanamke na mwanaume. Sio, unanielewa? Nje ya mwanamke na mwanaume hakuna mtoto, hakuna dunia kuongezeka. Japo kila mmoja na nafasi yake. Mwanamke alipewa nguvu ya kuzaa, lakini mwanaume alipewa nguvu ya kuzalisha. Maana yake hawa watu ni lazima wawe pamoja na washirikiane kutokea ule mpango wa Mungu kuongezeka. Lakini kuna hiki kitu ambacho ndicho kinachomfanya mwanamke awe na nguvu na atende yeye mwenyewe bila kujua kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huu mstari wa 27. Ukisoma huu mstari wa 27. Ukisoma mstari wa 28, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Aliwabariki wote mmoja kwa mujibu wa neno hili. Naomba tuwe darasani. Jamani, tusiwe kimya sana. Hebu soma vizuri hapo Biblia yako. Inasemaje? Akawabariki wote, si ndio? Unafikiri? Akawabariki. Maana yake hakubarikiwa mmoja. Sio, umenielewa? Hakubarikiwa. Na ndio maana mwanamke acha kujidharau. Acha kabisa kujidharau. Sikiliza. Mwanamke una baraka zako za asili ulizopewa na Mungu tangu naumbwa. Tangu naumbwa ulibarikiwa na wewe. Hebu soma hapo chini. Biblia inasemaje? Anasema baraka ya kwanza kazaeni. Hapa ndipo kwenye ushirikiano. Mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Nafikiri umenielewa. Hapa na ndo hii mwanamke inampa kujiamini kwenye kutawala. Sikiliza. Katika ulimwengu wa roho na uumbaji wa katika ulimwengu wa roho, na mimi nina nafasi yangu ya kutawala katika familia, na utawala wangu uko katika baraka, hauko katika kumtawala mwanaume. Kwa hiyo kwa kifupi, kabla ya kutenda dhambi, mimi na mume wangu tulikuwa watawala sawa. Tulikuwa ni watawala sawa. Kama ambavyo tulikuwa tunaweza kushirikiana tukapata watoto, si ndio? Tukazalisha, hivyo hivyo katika kila eneo tulikuwa na utawala sawa.
Lakini mara mwanadamu alipotenda dhambi, ukisoma sura ya 3 utagundua anaambiwa hivi Hawa anaambiwa mume wako atakutawala. Na hapo ndipo kasheshe ilipoanzia. Na hapo ndipo ilipoanzia mwanamke thamani yake kupotea. Na thamani yake kuonekana hawezi chochote. Hapo ndipo ilipoanzia kusema kwamba mwanamke ni kiumbe kidhaifu, si ndio? Biblia inasema hivyo, mwanamke ni kiumbe kidhaifu. Ni kweli kabisa ni kidhaifu. Lakini leo nataka nikutazamishe kitu kimoja. Sikiliza, kwa sisi tuliookoka, nataka kurudi hapo. Kwa sisi tuliookoka, Mungu aliturudishia utawala wetu katika roho, sio katika mwili. Na ndio utakutana na kwenye kitabu cha Yeremia, utawala wetu ulirudishwa tangu pale tulipookoka tu. Utawala wetu ukarudishwa katika roho na tukapewa nguvu ndani yetu. Nisikilize vizuri. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Biblia inasema hivi, wakati Adamu na Hawa wamekosea, Mungu akasema, unajua utawala aliurudisha wapi hapa? Alikuja kurudishia wapi? Hapa nazungumzia utawala wa kiroho. Na huu utawala wa kiroho hudhihirika katika damu na nyama. Ukianza kutenda kazi ndani ya mwanamke, unaanza kudhihirika katika damu na nyama. Ule utawala niliopewa kumiliki na kutawala unaanza kuonekana. Na ndio maana leo Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anamwambia hivi. Adamu akamuuliza, we Adamu, mbona uko wapi? Umefanya nini? Anamwambia, amenisababishia huyu mwanamke uliyenipa. Sio kwamba mwanamke uliyenipa, huyu mwanamke tuliyeumbwa naye pamoja. Alikuwa hajaonekana tu kwenye macho ya damu na nyama. Alitakiwa aseme hivyo, mimi ndo nasema hivyo. Alitakiwa aseme hivyo, kwamba huyu mtu ambaye tulitoka naye Mungu, huyu partner wangu, ndio aliyesababisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamgeukia Hawa akamuuliza, umefanya nini? Anasema, nyoka amenidanganya. Na wewe umekubali kudanganywa na nyoka? Ndio. Sawa. Utawala wako kuanzia sasa huna, utatawaliwa na huyu ambaye umemsababisha kukosea. Lakini Mungu akasema hivi, Mungu akarudisha bila kujua. Bila mimi kujua alivyonirudishia utawala. Akasema, huyu aliyekudanganya, nisikilize, huyu aliyekudanganya, uzao wako utamponda kisigino. Hapo tena sio uzao wa mwanaume. Sio tena ile uzao wa mwanamume na mwanamke. Hapana. Acha hii ya kuzaa kaongezeke. Hiyo inabaki katika mwili. Lakini katika roho, Mungu akamnyanyua mwanamke kwa asili na kumfanya kiumbe cha pekee. Sio, unanielewa? Unajua ni kwa nini ni kiumbe cha pekee? Kwa mfano, tolee mfano hii. Mtu anapoanza kutengeneza kitu kwa mara ya kwanza huwa sio bora zaidi, si ndio? Si ndio? Unajua ukisoma Biblia ndio utanielewa vizuri. Utanielewa vizuri. Mungu akaamua kumtengeneza mtu anayeitwa Hawa, yani mwanamke. Na ndio maana yuko tofauti na mwanaume aliyekuwa wa kwanza kuumbwa. Huyu mwanamke ndiye aliyewekwa kuipamba dunia. Huyu ndiye aliyekuja kukamilisha mpango wa Mungu katika mtazamo, katika utendaji na katika kila kitu. Hata baada ya kukosea, Mungu akamuinua na kumfanya kuwa mtawala wa kiroho mwenye kusababisha makubwa. Sijui unanielewa? Mimi mwanamke nilitoka katika mwanaume kupitia ubavu wake. Yaani Mungu wakati ameniumba, aliniumba ndani ya mwanaume. Lakini mara baada ya mwanamke kutoka kwa mwanaume, Mungu akaweka mwanaume pia atatoka ndani yangu. Na ndio maana Mungu akamleta Yesu Kristo kupitia mwanamke bila mwanaume. Maana yake Mungu alikuja kurudisha ule utawala uliokuwa umepotea mara baada ya kutenda dhambi katika roho. Naomba unielewe, katika roho. Naomba nielewe hapo, sijasema mimi uende ukamtawale mume wako, hapana. Ninamaanisha utawala wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo mwanamke ni kiumbe pekee kilichoaminiwa na Mungu kwa ajili ya kuleta mambo makubwa. Na hiyo Mungu alikuwa ameiweka tangu misingi ndani ya mwanamke. Ukitaka kujua kwamba mwanamke ni kiumbe ambacho kwa kweli ni cha pekee sana, unajua ni kwa nini? Katika roho nimesema. Unaposoma Biblia hiyo sura ya 3 ukakutana na mwanamke amekosea, amezungumza na shetani. Ni kwa nini? Jamani, hizo sauti ilikuwa ni katika roho. Asikwambie mtu kwamba ilikuwa ni live hii kwa damu na nyama, hapana. Tangu wakati ule mwanamke akapewa nguvu ya kuishi rohoni kuliko mwanaume. Tangu wakati ule. Na ndio maana Mungu alipotaka kuleta ukombozi, alimtuma malaika akazungumza na Mariamu. Alikuwa ni mwanamke. Manabii wakatabiri wakasema bikira atazaa na kusababisha ukombozi. Atamzaa Mungu. Atamzaa Mungu. Na hiyo mimba ataipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana yake kulikuwa na mawasiliano bayana ya Roho wa Mungu na Mariamu. Ndiyo maana kikazaliwa kitakatifu ambaye ni Kristo Yesu. Naweza nikasema mwanamke ndiye aliyeaminiwa na Mungu kupitisha mambo makubwa duniani. Ni mwanamke, sio mwanaume. Japo na nikwambie kwamba ukitaka kujua kwamba ni mwanamke ndiye aliaminiwa na Mungu kwa kupitisha kwa mambo ya rohoni, kuna mambo mengi sana. Wanawake tuna vitu vingi tunavibeba kwa wakati mmoja, tofauti na mwanaume. Maana yake ndani yangu Mungu mara baada ya hapo utawala wangu nimesema aliurudisha katika roho. Na alipourudisha katika roho nilianza kutenda kazi katika roho, sio katika mwili. Na ndio maana mwanamke hana nguvu ya kusema na uwezo wa kupigana. Ukimtazama yeye anavutia tu kwa sababu ni ua, lakini huku ndani ni mpana, ni mkubwa, ana uwezo mkubwa, ana matendo makubwa. Huyo ni mwanamke. Na ndio maana nikwambie hivi, nisikilize. Mwanamke ana uwezo wa kupigana katika roho na akawa mshindi kuliko unavyofikiri. Na ndio maana kulipokuwa kunatokea jambo lolote katika kitabu cha Yeremia sura ya 9 na mstari wa 17, Mungu anasema hivi kupitia kinywa cha Yeremia. Wako wapi? Nendeni mkawaite wanawake wenye ustadi wa kuomboleza waje waombe, na sisi wengine tunaowasikia wachuruzike na machozi. Haleluya. Maana yake nini? Mtu ukimwona analia, jamani, huwezi kulia kama hisia zako hazitoki ndani. Maana yake ni lazima uguswe kwanza ndani ndio uanze kulia. Maana yake ni nini? Kumbe uwezo wetu wa kuwakilisha mambo unatakiwa uanzie ndani, sio nje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwakilishi wetu wa mambo unatakiwa uanzie ndani. Tunaposoma kwenye kitabu cha Samueli sura ya 1 utakutana na mwanamke aliyekuwa anaitwa Hana. Hana, mwanamke aliyekuwa na maumivu ya ndani. Alipotaka kuwakilisha mbele za Mungu, aliwakilisha zile hisia zake za ndani, aliziwakilisha zikaanza kuonekana kwa macho ya damu na nyama. Zilipoonekana kwa macho ya damu na nyama akashangaa sana Eli. Anasema wewe mwanamke, utalewa. Anaona kama mtu kalewa. Ni matokeo ya hisia zake za ndani. Maana yake chochote kilianzia ndani ndio kikaonekana katika macho ya damu na nyama. Naweza nikasema hivyo ni kwa nini? Naweza nikasema, nisikilize nikwambie. Ukitaka kujua mwanamke ni muhimu sana kujitambua kwanza wewe ni nani katika maumbile. Katika maumbile tumeumbwa kutawaliwa, ndio. Mara baada ya kukosea tunatawaliwa katika maumbile ya muonekano wa nje, lakini sio ndani. Lakini sio ndani, nakwambia ukweli. Sio ndani. Hatutawaliwi ndani, tunatawaliwa nje kwa maumbile yetu. Utawala wa mwanaume kwangu uko nje, kwenye mwili wangu, sio roho. Katika roho hawezi kunitawala, ila ananitawala katika mwili sawa sawa na maumbile yangu. Namna nilivyoumbwa na yeye namna alivyoumbwa. Haleluya. Lakini ukitaka kujua huyu mwanamke ni kiumbe cha hatari, soma kwenye kitabu cha
Misali. Soma kwenye kitabu cha Misali, ndio utanielewa hichi ninachosema. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Yeremia, Bwana Yesu asifiwe, Misali 30 mstari wa 10 na kuendelea, inaelezea. Ukisoma kitabu cha Yeremia, Biblia inasema hivi, Misali inasema hivi, mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Sijui unanielewa? Lakini Biblia inasema hivi, mtoto mpumbavu ni wa mamai. Sijui unanielewa hapo? Maana yake nini? Maana yake nini? Hapa ndipo utawala wa mwanamke ninapoanza kuuona. Ukisoma Biblia yote, hakuna mahali inaposema kwamba eti nyumba ni ya mwanaume. Jamani tunaposema nyumba ni mfumo mzima wa kiutendaji katika maisha yote kwa ujumla. Hatuzungumzii jengo, hapana. Hatuzungumzii nyumba hii tunayoiona eti hili, hapana. Tunazungumzia utendaji wa kimfumo katika familia. Utanielewa tu. Unajua unaweza ukasema mbona huyu anasema hivi, eti nataka nikuulize sasa wewe mwanamke, kama mwanamke, nyumbani kwako nani ana kazi nyingi kati ya wewe na mwanaume? Si ni wewe ndio una kazi nyingi? Haijalishi mnatoka wote asubuhi mnaenda kazini. Si kuna watu mkiamka wote mnaenda kazini, si ndio? Tunaenda wote kazini na tukirudi nyumbani wote tumerudi usiku. Lakini kwa nini mimi nikifika nataka kujua watu wanakula nini? Kwa nini mimi nikifika nataka kujua mume wangu ameoga, hajaoga? Kwa nini mimi nikifika nataka kujua nguo zake zimefuliwa, hazijafuliwa? Kwa nini? Na hiki ni kitu kiko tu, yani sio kwamba hata utumwa, unafanya kwa hiari. Kwa nini wewe ndio utake kujua? Ulishaona mwanaume anafuatilia hii nyumba chafu inatakiwa kufanywa usafi? Ulishaona mwanaume anafuatilia eti leo kitanda hakijatandikwa? Kwa nini niwe mimi? Kwa sababu Mungu aliniamini kwa vitu vingi, na vyote hivyo Mungu amenifanya kuvifanya na bila kupata maumivu, kwa sababu iko nguvu ndani yangu inayonisukuma hayo yote niweze kuyatekeleza. Na nisipoyatekeleza naweza nikahisi naanza kujihukumu ndani yangu. Kwa hiyo kwa kifupi, yule anayetunza nyumba na yule ambaye labda niseme kwamba mkurugenzi, msimamizi na yule mtunzaji wa bustani, ni nani anayejua zaidi mapungufu na kila kitu? Na ndio maana Biblia inasema mtoto mpumbavu ni wa mama yake. Ni kwa nini mpumbavu? Ni kwa nini yule mbaya tuwe wa kwako? Ni kwa sababu hukufanya wajibu wako sawa sawa na maumbile yako. Sijui nisemeje, sawa sawa na namna Mungu alivyokuamini kwenye nyumba yako. Kwa nini inasema kwamba nimefanya? Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia, Biblia inasema hivi, nimeweka jambo jipya ndani ya binti za Yerusalemu. Mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa nini? Nimlinde mimi? Kwani naweza nikamlinda mtu mzima yule anayetoka kwenda huko na huko? Naweza kumfuatilia nikamlinda asitende dhambi? Mimi naweza kumlinda eti asinichiti? Naweza. Maana yake ndiyo, naweza katika roho. Ninaweza kumuongoza katika roho, sio katika mwili na wala sio katika maneno. Maana yake Mungu aliweka nguvu ndani yangu ya haya yote kuyabeba na nikayaweza. Kwa lugha nyingine, sisi tuliletwa na Mungu kwa ajili ya kuyafanya hayo yote, kuifanya dunia iwe nzuri, kuifanya dunia iwe mbaya. Siku moja nilisema hivi, laiti wanawake na mabinti zetu wakatambua. Mimi siku moja nilikaa nikatamani laiti leo ningerudi nikawa msichana wa miaka 12, hii dunia ingenijua. Nilitamani wasichana wote ni washawishi, watambue wao ni kina nani na thamani yao ni nini na utendaji wao ni nini. Nakwambia hivi, wanawake tukakaa, tukaungana, tukapatana dunia nzima kwamba kuanzia leo hakuna mwanamke atakaye fanya huo ujinga nje ya ndoa. Nilisema hivi, dunia nzima wanaume wote wataoa. Kweli nakwambia kabisa. Hawaowi wakati mwingine vijana wetu kwa sababu wanachokitaka wanakipata. Kweli.
Na wasichana hawaoni aibu. Ukifuatwa tu nakubali. Sikiliza, mwenzako anajua kabisa bila mwanamke hawezi kuishi. Na kwa sababu hiyo, na ndio maana shetani amejaribu kugeuza, lakini hata hivyo bado sio original. Bado ni kitu ambacho hakiwezekani, hata kama watajaribu kufanya hii kuipindua dunia, hakiwezekani. Kumbe mwanamke ni mkamilishaji wa mipango ya Mungu duniani. Mwanamke ni mkamilishaji wa uzalishaji wa mambo yote duniani. Haleluya. Na yaliyo mema tu. Mwanamke aliletwa kwa ajili ya kuyafanya mambo yote kuwa mazuri. Adamu alipoletewa mwanamke akachanganyikiwa. Biblia inasema akampenda. Akasema huyu ni nyama katika nyama yangu. Maana yake ule upweke uliondoka kwa sababu ya mwanamke. Huzuni aliyokuwa nayo iliondoka kwa sababu ya mwanamke. Ukisoma vizuri Biblia inaelezea mwanamke anafananishwa ni kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiyo mkamilishaji wa kanisa na kuliongoza kanisa liweze kutembea vipi. Kwa hiyo kwa kifupi, mwanamke ni kiongozi wa familia, ni kiongozi wa kanisa katika roho, sio katika mabavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini Biblia inajaribu kumtaja mwanamke kama ndiye kiongozi wa familia. Kama nilivyosema, mwanamke hubomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo, na kwa sababu adui aligundua hiyo siri mapema sana. Ukitaka kujua kwamba wewe ni kitu hatari, nataka nitoe mfano huu. Kuna nyumba baba akaondoka, halafu mama akabaki na watoto. Yaani nakwambia hivi, baba akaondoka, hapa nazungumzia bahati mbaya, baba akafariki, si ndio? Mwanamke akabaki na watoto. Mwanamke ambaye yuko kwenye nafasi yake, watoto upungufu utakuwa ni mdogo sana. Nakwambia ukweli, kuliko mama akaondoka ndani ya nyumba. Na ndio maana kupitia hiyo nguvu ya ndani, sasa hivi kuna wanawake wanajiita single mother. Watoto wao wanasoma, hawasomi. Watoto wao hawateseki. Tofauti na mtoto akibaki na baba. Baba atakachojua ataoa. Na akioa yule mtawala wake wa ndani atamtawala na watoto watateseka. Kwani si wapo watu wengi wameteseka kwa sababu mama zao walikufa? Si ndio? Sikia, mwanamke watoto waliolelewa na mama zao, baba zao waliondoka kwa bahati mbaya. Kama huyo mwanamke ana akili, anatambua nafasi yake ni nani, utawakuta wamehangaika na wako mbali sana. Na ndio maana leo nilimsikia siku moja mchungaji mmoja anasema, mimi nililelewa na mama yangu kwa sababu mama yangu aliachwa na baba yangu. Na ndio maana ni rahisi baba kumuacha mtoto. Na sio kosa, nikwambie. Huku ndani kuna mshuhudia kwamba kiongozi halisi bado yupo na anaweza. Na nikwambie tu kwamba nyumba nyingi ambazo wanawake hawana akili ndo zenye migogoro. Ambao hawajitambui wao ni kina nani ndio zenye migogoro. Nyumba nyingi. Sio, unanielewa? Nyumba, ukikuta nyumba imetulia, mtumishi wa Mungu, imetulia, unamkuta baba ananenepa tu, anapendeza tu, ujue mwanamke akatulia. Ukimkuta mwanamke msumbufu, mharibifu nini, utamkuta mpaka baba hana amani, mambo hayaendi. Biblia inasema hivi, nisikilize, wewe ni mkamilishaji wa mipango ya Mungu kwenye maisha yenu. Ndiyo kabisa, Mungu anaweza akaweka maono kwa mume wako, lakini wewe unaweza vipi kuya control hayo maono ya mume wako? Unaweza vipi kumfanya mume wako awe mzuri, anapoenda hospitali ni daktari akawafanyia watu operation vizuri, asije akakosea? Nisikilize, mwanamke unaweza kubomoa hata maono ya familia yako kabisa. Lakini kama hujajitambua, ni kwa sababu utakuwa hujajua kuitumia ile nguvu yako ya ndani. Si jamani, wapo wengi tu. Mimi mama yangu amenisomesha, alikuwa anapika vitumbua. Nilimsikia mchungaji mmoja anaongea, anasema hivi, nyinyi wanawake, light mngetambua, msingecheza.
Mimi sijasema masingomaza wako sawa, hawako sawa pia. Kwa sababu hao ukimkuta mwanamke ameamua kuishi peke yake na anataka kuishi peke yake, kuna mambo haya. Kuna uwezekano aliolewa akakutana na ngoma ambayo haijitambui na yeye akashindwa kujitambua, akaamua sasa na mimi naweza. Kwa sababu kikawaida naweza. Mimi nilikabidhiwa kuwa mtawala na ndio maana naweza nikawa mimi na nikabarikiwa. Kwa sababu kama niliweza kusimamia kwenye nyumba ya tukiwa na mume wangu nikayasimamia yote, nikiwa peke yangu sinayaweza. Ni nguvu ambayo iko ndani yangu. Lakini sijasema kwamba wanawake tuwe masingomaza, hapana. Ni ikitokea ni sawa, kwa sababu kila mtu ana namna yake, si ndio? Lakini mwanamke ni sharti niwe chini ya utawala wangu, pamoja na kwamba nitauendesha na vipi na vipi, lakini yupo ambaye ni kichwa cha nyumba yangu kwa nafasi yake. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo ndio kitabu cha Misali ndio utanielewa. Hii Misali 30 utanielewa vizuri. Anzia ule mstari wa 10. Anasema hivi: mke mwema nani awezaye kumuona? Kima chake chapita kima cha marijani. Huamka usiku akatengeneza nyumba yake, naye humshonea mume wake vitani safi vyenye sufu. Sijui huamka mapema, huwalipa wajakazi wake mishahara. Sijui anafananishwa na Merikebu. Jamani, maana yake ni mimi kwenye nyumba ndio mtendaji mkubwa. Nikikaa kwenye nafasi yangu, na ndio maana mimi huwa ninawashangaa sana wanawake ambao wanataka Jamani, sisi Biblia yetu haisemi hivyo. Ukweli kabisa, nawaambieni ukweli wanawake. Biblia yetu haisemi fanya kazi zako kwa ajili ya familia yako, na usifanye kazi kwa ajili ya kupeleka pesa kwenu. Fanya kazi kwa ajili ya watoto wako. Na mara nyingi mimi huwa moyoni mwangu, kwa sasa nimekuwa. Zamani na mimi nilikuwa na hayo mawazo. Wakati naolewa nilikuwa na wazo, akienda kunitesa tu nitaondoka. Si ndio? Akinichosha nitaondoka. Hapana. Usifanye hivyo. Usiwe na mawazo ya namna hiyo unapoenda kuolewa. Nyinyi wasichana nisikilizeni. Unapoenda kuolewa, na ndio maana pia mtulie, msiende kwa mashetani mkapambana na kupambana, mwisho wa siku unakufa na pressure kwa sababu sio la kwako. Kumbe mnatakiwa mtulie, mpate walio sahihi. Ukimpata aliye sahihi hapa kwenye moyo wako kwamba mimi hapa natoka kwa mama yangu na baba yangu, napiga mguu naenda kujenga nyumba yangu. Asikudanganya mtu. Nilimsikia mtumishi mmoja anasema kiumbe pekee asiye na kwao, asiye na kwake ni mwanamke. Sikiliza, mimi kwangu ni pale ninapoenda kuolewa, hapo ndio kwangu. Biblia ndio inaniambia ni nyumba yangu, hainiambii kwa wazazi wangu. Siwezi kujipinga na Biblia, si ndio? Nataka kubomoa nyumba, ni nyumba yangu. Maana yake ninapoolewa ndipo ninapoenda kutengeneza kwangu. Tena mwanaume sio kwake. Biblia inasema mwanaume ataacha wazazi wake, ataambatana na mke wake, wataenda kuwa mwili mmoja na wataenda kuwa na maisha yao. Ni mimi ndio namtoa mwanaume kwao kuja kwangu, ambako na mimi nimetoka kwangu, nimetoka kwa wazazi wangu kuja kwangu. Ni yeye namtoa. Tusome vizuri Biblia, tusije tukahangaisha. Mfano mwanaume anakuambia toka kwangu, we huna kwako, kwa sababu mimi ndo ninayepambana. Ndio wewe unapambana, sijui unaenda kununua, unahemea, unafanya kila kitu unitunze. Nataka niwatoe kitu kimoja hapa. Ukisoma kwenye Misali, tufungua kwenye kitabu cha Misali. Tumalizie hapo. Tufungue kwenye kitabu cha Misali 30. Na tubadilishe mitazamo kwa kweli. Tuache mambo ya ajabu. Nakikuta kisichana kingine, yani wanawake tunadanganyanaga. Niliwakuta wadada fulani wanaongea, yani mimi 31. Alafu ndo utaniambia kati ya mimi na mwanaume nani anafanya kazi kubwa kwenye nyumba. Inasema hivi, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mmewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Sijui umenielewa. Sasa kama huna mapato, mwanaume akakwambia ukae ndani, pole. Unaweza usifanye kazi, lakini lazima uwe na mapato mwanamke.
Unanielewa? Lazima uwe na nini? Ni Biblia imeniambia, si ndio? Ninaweza nikawa na mapato kwa hela zake hizo hizo anazoniachia. Kuwa na akili ya kutunza matumizi. Mimi nilimsikia mwanaume siku moja analalamika kabisa, ananiambia, "Yaani mtumishi, mimi nimechoka kweli." "Baba, umechoshwa na nini?" "Yaani mimi mke wangu jamani, paka shilingi 100 anaomba. Kibeliti anaomba. Huyu ni mwanamke. Mama, mimi nimechoka kabisa, nimechoka." Baba analia, moyo umelemewa. Mwanamke umekuwa mzigo kwa mmeo. Wakati ulipelekwa kumpumzisha, badala yake unamchosha sasa. Unamchosha mtoto wa watu. Yaani wewe ukiamka ni kusugua kakigele. Sikiliza, na hata hicho kina mwisho. Sio kazi hiyo. Ni furaha ya wote, usijidanganye eti nimeenda kuolewa ni kazi. Sio kazi. Ndio, sio kazi hiyo. Kwa sababu ni kitu cha kimaumbile. Mwingine anasema mimi amenioa. Wewe amekuoa, mnasaidiana. Hicho ni kitu cha yani sijui nitumie lugha gani. Kabisa anasema nimechoka. Yaani mwanamke wangu jamani. Utamuua mtoto wa watu. Kabisa utamuua. Sasa wewe kama ni mpumzishaji, maana yake na wewe kumbe unatakiwa uangalie, mume wangu shati hili halifai ninunue. Si ndio? Utatazama mume wangu uko ndani hakujakaa vizuri, nimnunulie. Sasa wewe kila kitu unataka upewe. Na wakati mwingine mtu alikuwa ananiambia ni mfanya kazi, analipwa 1,500,000. Alafu mume wake mshahara wake ni 1,000,000. Nani mwenye kipato kikubwa? Alafu anataka na wako ka milioni, watoto waende shule, watoto wale, na yeye atunzwe, anunuliwe nguo, na kila kitu. Sasa mimi nikajiuliza, huyu mwanamke ni mpumzishaji, mtesaji? Mimi natamani kwa sisi tuliookoka, tusiwe watesaji wa waume zetu. Tuwaonee huruma. Kwa lugha nyingine, wewe mwanamke ulipopewa jukumu la kuwa mama, Mungu alikuamini kuwa mama mpaka wa huyo mume wako. Ni kama mtoto wako na yeye pia. Na ndio maana sikia nikwambie. Tuendelee kusoma. Tuendelee kusoma. Inasema mstari wa 12, humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani. Hufanya kazi yake ya mikono na kwa moyo. Sijui mmenielewa? Maana yako unapotia nia kufanya kwa ajili ya familia yako, Mungu anakubariki. Sijui mnanielewa wa mama? Yaani unapotia nia kwamba yani ukakusudia kwamba haya majukumu ni ya kwetu sisi zote, Mungu anakubariki. Hakuna, nawaambieni ukweli, Mungu hajawahi kumwacha mwanamke mwenye moyo wa majukumu yake. Hajawahi kumwacha. Kabisa. Hajawahi kumwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari wa 14, anafanana na merikebu za biashara. Huleta chakula chake kutoka mbali. Wewe unafanya kazi, unafanya biashara, alafu mume wako hutaki kumsaidia. Alafu unategemea, unajiita wewe ni mwanamke. Wewe sio mwanamke wa namna hiyo. Labda ni mwanamke aliyelaaniwa. Unajua tunaweza tukajifunza hata kwenye Biblia, ila sikuwa sana kwenye ndoa, lakini hapa namzungumzia mwanamke ambaye ameumbwa na Mungu. Naomba tuelewane, siendi sana kwenye ndoa, lakini mifano ndo hiyo hiyo. Mwanamke aliyeumbwa na Mungu ni mtimizaji wa mapenzi ya Mungu duniani. Sasa tunaposema duniani, nitayatimizia wapi mapenzi ya Mungu? Si ni kuanzia kwenye nyumba yangu jamani? Si ni kuanzia kwa watoto wangu? Sasa utasema nitayatimizia wapi? Mambo mengine yanafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatoka sasa kwenye familia. Naweza nikasema hivi, hebu nitumie hii neno. Thamani ya mwanamke inaonekana kwa macho ya damu na nyama, endapo ile nguvu yake ya asili itakapoonekana. Haleluya.
Ukitaka kujua mtoto ni wa mama, wewe fuatilia vizuri hata kwenye Biblia. Hana akaweka agano na Mungu kwamba Samueli nitakapomzaa nitampa nani? Mungu. Alimfuata akamuuliza mume wake? Anauliza, alimfuata akamwambia mume wake, mume wangu nataka na nini mtoe? Alimfuata kwa sababu alisikia kilichoko ndani akakifanya, na kwa sababu ni wa kwake. Ndio, ni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Inasema mstari wa 15, huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao, maana yake mishahara. Unanielewa? Wana wa Israeli zamani, kila msichana alipoolewa aliondoka na mjakazi wake kutoka nyumbani kwao. Umenielewa? Mshahara alikuwa halipi mwanaume. Na ndio maana wadada ni muhimu sana. Kama huko nyumbani kwako ukaweka kasichana ka kazi, pambana tu usimsumbue baba, kwa sababu wewe si ndio majukumu yako. Si ndio? Wadada wa nyumbani si wanatusaidia kazi zetu. Tena zamani walikuwa wanasaidia mpaka mwanaume kumhudumia zamani, lakini sio sasa. Sasa hivi hapana. Si ndio? Sasa kumbe hutakiwi kumsumbua baba. Na mshahara na wenyewe wakati mtu ulimleta ili akusaidie wewe majukumu yako, kupika, kuoga, sivi kumona nini. Unataka baba umsumbue. Baba, mwisho wa mwezi nipe mshahara nilipe mdada wa kazi. Sio jukumu la mwanaume. Mimi ndo nasema hivyo, lakini sio wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kifupi naweza nikasema mwanamke ni kiumbe kilichoaminiwa na Mungu kwa ajili ya kuwakilisha utendaji wa kimungu chini ya jua. Ni mwanamke. Ni mwanamke aliyeaminiwa na Mungu kuleta mema duniani. Mwanamke aliaminiwa na Mungu kuleta ukombozi. Ni mwanamke. Na ndio maana hata Mungu alipotaka kupitisha taifa la Israeli alimchagua mwanamke. Akamchagua Ibrahimu, lakini akamweka na Sara. Kama Mungu alikuwa na mpango wa Ibrahimu peke yake, kulikuwa hakuna sababu ya kumuita Sara tena Sara aliyekuwa Sarai. Na ndio maana Mungu alimchagua mwanamke kupitisha ukombozi wa dunia. Ni mwanamke. Mungu alipotaka kurudisha unabii uliokuwa umepotea miaka mingi, aliruhusu tumbo la mwanamke lipitishe nabii ambaye alikuwa anaitwa Samueli. Hekima zote zinatokana na wanawake. Na nikuibie siri, ogopa kuwa na uadui na mwanamke kuliko mwanaume. Kwa sababu gani? Na ndio maana wanawake wengi ni wana ile roho ya unafiki. Sio, umenielewa? Unafiki ni kile kitu kiko ndani, ila tu hana uwezo wa kusema, lakini huku ndani anatenda kuliko unavyofikiri. Kama kufanya mabaya anafanya kuliko unavyofikiri. Sasa nisikilize, ni kwa nini Mungu alimwamini mwanamke? Nitakuja nikuelezee Jumapili. Uumbaji aliomuumba. Mungu alimuumba mwanamke akamwamini. Ni kwa nini alimwamini? Alimwamini sawasawa na moyo wake. Kuna sifa ambazo tumeumbwa sisi wanawake, mwanaume hana kabisa. Hata ufanyeje hana. Ni kutokana na maumbile yangu ndani yangu. Nitakuja niwaeleze Jumapili, na Mungu awabariki sana. Karibu mwenyekiti uombe.